Msemaji na mabingwa wema utamu wa umua kwa mbali tunafikia utamu wa kombe letu lichoweka kwa mbali sana. Msemaji na madaha bingwa raha uone kama nimeanza kunenepa mashavu nimeanza kutoka kama uzalima kwa sasa hivi KVZ niweka DJ unajua ukifuatilia ile mistari ile inamhusu yule bwana mdogo bwana, kwa ukifuatilia katikati pale yule si alihama sehemu moja kwenda sehemu nyingine mistari ukifuatilia mistari. Sawa, semaji kuna kauli nataka nikukumbushe. Kuna miongoni mwa kauli ambazo wakati mnafanya usajili mkasema hao ambao mnasajili wanakwenda kutoa kwenda kuwapatia kikombe, na kauli hiyo imetimia. Kwako ulikuwa ni maono ama ilikuwa ni kutia faraja semaji? Unajua huu ni msimu wangu wa pili KVZ. Msimu wa kwanza tulimaliza ligi tukiwa nafasi ya pili kwa tofauti ya magoli, bingwa akiwa Mlandege. Kwa hiyo mimi ni mchambuzi wa mpira, nikatathmini kile kikosi chetu cha msimu juzi au msimu jana, lakini naweza kusema sababu ule umeisha na wao wamemaliza, na msimu huu ambao tumechukua kombe, nikaona kwa harakati mbio ambazo viongozi wangu wanazipiga kwa namna moja ama nyingine tungeweza kuwa mabingwa, na ndio kitu ambacho kimetimia. Nilitathmini aina ya sajili ambazo walifanya pinzani wetu, nikatathmini usajili ambao tumefanya sisi, kiu ya wachezaji wetu na ile morali yetu kwamba tujawahi kuchukua ubingwa. Nikaona kwamba nikivipima hivi kwa pamoja, naona kabisa tunakwenda kuwa mabingwa. Semaji, ubingwa huu una maana gani kwa KVZ? Of course una maana kubwa. KVZ imeanzishwa 2024. Unajua 2024 mpaka leo miaka mingapi? Mingi semaji. Takriban miaka 22. Miaka 20. Miaka 20 unakwenda 21. 26. Sasa 22. Takriban miaka 22. Ukipima kwa karibu zaidi, tumepanda ligi kuu 2014-15. Takriban misimu 10 hadi sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoto ya muda mrefu, ilikuwa ndoto inaowahitaji watu wavumilivu, watu ambao watakuwa tayari kupambana, watu ambao watakuwa tayari kupigana, watu ambao watakuwa tayari kuwa na subra katika kipindi chote cha shida na raha. Hiyo ndo ndoto ilikuwa, na kweli ndoto yetu imetimia. Katika hiyo misimu ambayo sisi tuko ligi kuu, takriban misimu 5 tunamaliza ligi, alama moja bingwa magoli, alama moja bingwa magoli. Unaweza kuona ni kwa namna gani Mungu tu alituambia kwamba wakati wenu bado haujafika, subirini. Ukifika mimi ndo nitaamua, na kweli this time umefika, na kweli tumekuwa mabingwa. Kwa hiyo ubingwa huu una maana kubwa sana kwa historia ya KVZ. Haina maana kwa hawa ambao wapo sasa hivi, kuanzia wale waliokuwepo kizazi cha nyuma hadi hichi kizazi cha sasa, wote wanahusika katika kuhakikisha katika harakati za kupambania ili taji la msimu. Hivi siri ya mafanikio ya KVZ kwa hivi sasa? Kiukubwa ambayo naweza kusema ni kwa, unajua panapokuwa na watu wengi mambo mingi yanaibuka, choko za hapa na pale, huyu anaongea hichi, huyu anasema kile, lakini kikubwa ambacho kipo ni umoja wetu ndio ushindi wetu. This time hiyo ndio kauli mbiu ambayo nilipewa kazi na uongozi. Tupe kauli mbiu ambayo tutakwenda nayo kwa msimu huu, na nikawaza na jopo langu la ubunifu kwenye kitengo cha habari, na tukatoka na kauli mbiu hii ya umoja wetu ndio ushindi wetu. Na kweli huu umoja umekwenda kulipa kwa asilimia kubwa sana. Umoja na mshikamano ambao tulijiwekea ndio ambao umetufanikisha sisi kutimiza azma yetu ya kuwa mabingwa. Semaji, unahisi labda kipi ambacho kimefanya KVZ imekuwa ni tofauti na timu nyingine kwa sasa? Of course uwekezaji, lakini kikubwa ni bosi wetu mkuu Luteni Kanali Said Shamu. Unajua viongozi wengine wamekuwa kukaa ofisini. Luteni Kanali ni mtu ambaye anakaa front line,
front line, na kama umeona picha za jana, tumeamua ile kombe tumpe aondoke nalo kwake. Amekaa hapa, kombe limekaa mbele, limefungwa. Umeiona ile kwa sababu yeye ndio aliplay big roles. Alikuwa na uwezo kukaa ofisini na kuagiza watendaji wa chini wamsaidie, lakini yeye binafsi amekaa front line, yani katika kila tukio. Tumeenda Pemba, Faridi alikuwa na majukumu hapa Unguja, akaagiza watu wengine washughulikie, akasafiri hii duru ya pili kwenda Pemba, akasafiri Pemba mwenyewe kuja kuhakikisha kwamba tunarudi na alama 6. Kwa hiyo ni yeye ndio siri kubwa ya kila kitu chetu. Nyuma ya mafanikio ya KVZ unaweza kumtaja bosi wenu kama walivyosema hapo, na kwa mashabiki wameweza kuchangia kwa namna gani kuhakikisha kwamba nyinyi mnakwenda kutoa ubingwa huu? Of course ni mashabiki bora kabisa ambao tuko nao. Katika kila msimu, unajua hiyo misimu ambayo tunaisha nini, watu wengine washakata tamaa. Watu wengine washakata tamaa. Bwana nyinyi bwana mnatafuta nini? Kila siku bwana nafasi ya pili. Lakini walikuwa pamoja na sisi. Motisha, hamasa, nafikiri kwa jana uliwashuhudia jinsi walivyokuwa wengi kiwanjani. Walikuwa wamependeza na jezi zao za ubingwa. Jezi sio bure zile. Jezi sio bure. Sio bure zile? Kulikuwa kuna gharama. Gharama shilingi 30,000 za Kitanzania. Kupata t-shirt. Hakuna kitu cha bure KVZ. KVZ sio mashabiki wa bure. KVZ hakuna shabiki wa bure alafu akashabiki wa KVZ. Jezi wamenunua kama walivyonunua jezi zao za msimu 30,000, na ile fulana ya ubingwa wamenunua shilingi 30,000. Unataka kuniambia mpaka na tiketi siko kabisa walinunua? So kila kitu, hakuna kitu ambacho bure. Sawa. KVZ ndio maana sisi KVZ tuna uwezo wa kufanya sajili mchezaji ambaye tunamtaka, kwa sababu timu yetu inatusupport. Mashabiki wetu wanatusupport kuichangia timu. Semaji, baada ya kutoa ubingwa kwa hivi sasa, kuna mipango gani ambayo KVZ wameiweka? Kwa sababu kuna tournament mbalimbali zinakuja hapa Semaji. Mbele yetu kuna Kagame, ndio akili zetu ziko hapa. Wachezaji wetu watakwenda mapumziko, lakini mapema kabla mwezi huu kupinduka watarudi kambini pamoja na sajili zetu mpya. Niwaambia sajili zetu mpya ambazo tutazitambulisha hivi soon tu. Tushakamilisha usajili. Watu wajue tushakamilisha usajili. Pakome yule. Kwa yule kweli mwana. Yule kweli. Data zangu hazikudanganya. Na yule tumegombaniana na vilabu vya Tanzania bara. Sisi tumefanikiwa kuishinda. Mchezaji wenu. Mchezaji wetu yule. Amevuka maji. Kavuka maji yule mchezaji wetu kabisa. Kabisa mchezaji wetu. Sasa Semaji, ukitaka kueleza msimu huu kwa neno moja ambalo tungetamani kusikia kutoka kwako, msimu ulikuwa wa namna gani? Unasikitika? Jasho. Semaji. Jasho, damu. Jasho na damu. Jasho na damu wanasema? Jasho na damu. Kivumbi na jasho. Jasho na damu, kivumbi na jasho. Believe me, wewe shahidi, ulikuwa unakula viwanjani. Haukuwa msimu mwepesi. Unajua msimu mwepesi unachukua kombe alama 10, umeacha watu 8. Lakini just angalia mpaka mchezo wa mwisho. Tayari imefanya ZFF waandae mechi nyingine kutukabidhi kombe. Si mabingwa mmekutana? Lakini hii ilikutana na ule ugumu, uzito na kila kitu ambacho kilikuwepo kwenye msimu. Kwa hiyo haukuwa msimu mwepesi. Kuna tukio gani ambalo Abdul Jalili ama afisa habari wa KVZ hataweza kulisahau katika msimu huu wakati wamepokea ubingwa? Mchezo dhidi ya Wahamiaji. Mchezo wa second leg dhidi ya Wahamiaji. Ile goli moja. Mchezo miwili. Mchezo wa Newston Town Pemba na mchezo wa dhidi ya Wahamiaji. Siwezi kusahau. Kwa nini? Unajua Newston Town 3-2. Wahamiaji 1-0 dakika ya 94. Kati ya dakika 5 za nyongeza. Nilikuona wanazunguka nyuma ya magoli. Siwezi kusahau. Ni moment kubwa, moment ya adhimu kwangu, na moment ambayo ni remarkable au rememberable moment. Ndio kitu ambacho kimetokea. Hizo mechi mimi siwezi kusahau msimu huu. Sasa kama ubingwa huu tukiweza kufananisha na movie yoyote ama ngoma yoyote, ungeweza kuifananisha na ngoma gani kwako KVZ? Semaji anacheka. Ngoma, unajua mimi so mpenzi sana wa nyimbo, yani kukariri nyimbo. Yani movie au nyimbo, si ndio?
moja ambayo ubingwa huu bwana tuliopata kwenye movie ni Mission Impossible. Mission Impossible. Hivi. Ziko mbili za Mission Impossible. Yoyote. Kuna wabongo hapa na wewe Ulaya shika wabongo tena. Faridi umelala. Sisi tunafanisha na movie za bongo. Amna. Kama movie ni Mission Impossible ya yule mwigizaji yule wa Marekani yake limetoka kidogo. Ni mwigizaji wa kongwe. Yaani kama movie ni Mission Impossible, wimbo wetu wa msimu huu. Lakini kama nyimbo nile gharama za maumivu haiwezi kufidia. Semaji unajua hiyo ameimba Chidi Benz na Q. Yule ni Chief Q. Ndio huyo mmoja. Gharama za maumivu. Zile gharama za maumivu hakuna mtu ambaye anaweza kuzifidia. Sawa. Semaji kwenye ukiachana na kuwa na bosi wenu ambaye anawasupport. Ni nani mwingine ambaye alikuwa nani huyo? Huyu nani huyo? Mayele huyo. Si mwanao huyo? Why? Anapita kwenye nini? Why between my interview? He passing around. Interview kibingwa? Mwambie bwana siku ya pili Mayele. Anamtaje mbele shehe. Mayele vipi? Au anavizia hiyo. Yule anaivizia yeye. Simamini vizuri na kanzu lake. Hebu onyeshe. Semaji natamba. Ukiachana na kuwa na bosi ambaye anawasupport, kuna siri gani nyingine nyuma ya ushindi wa KVZ? Umoja na mshikamano of course. Lakini unajua Faridi, wachezaji wetu mechi za mwisho tulikuwa tupata tabu kuongea nao sana. Yaani wao wenyewe walikuwa wako motivated ili ndio wenyewe wako motivated kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Semaji kuna mashabiki wewe. Mtu mwenye matunda huo. Kwa hiyo yani walikuwa motivated kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho sisi tunajivunia kutoka kwao. Yaani wachezaji walikuwa vile, yani walikuwa motivated wenyewe wakikaa wenyewe. Tunamshukuru sana Sixtus Sabilo. Amekuwa ni ingizo letu dirisha dogo. Amefanya kazi kubwa sana kuwashajiisha vijana wenziwe wafanye vizuri juu ya jambo hili. Sawa. Baada ya kupata ubingwa huu kutoka kuna deni kubwa sana ambalo mashabiki wanawadai, lakini ambao mmekuwa mnafukuzana nao wanatamani kwa KVZ waone nyinyi mnafanya nini baada ya kubeba ubingwa. Mnahisi labda kuna deni kubwa ambalo mmelibeba kwa hivi sasa? Tunajua tuna deni kubwa. Watu watatuangalia kwenye mashindano tutashiriki, lakini watatuangalia jinsi gani tutarudi msimu ujao. Sasa tuambie, Faridi anakuambia wakilala, wakisinzia back to back misimu mitano. Back to back misimu mitano. Utaki kuachia kitu. Asali ukiramba. Nasikia bwana zile. Nasikia asali rambi mara moja. Boso kani wa Tanga. Watanga una shida sana. Hapo nikapita kama mpenja. Asali ukiramba. Huwezi kuachia. Sawa. Msemaji, labda nikuulize kidogo nje na mpira. Unahisi labda kama usingekuwa afisa habari, uliniambia kama wewe unataka kuwa bondia. Ukiachana na kazi ya ubondia. Labda kuna kitu gani ambacho kingine ambacho ungefanya? Mwanasiasa. Yaani mwenyewe umesema kwa unacheka sio cha utani hivi. Wanasiasa wenyewe wanaweza kuambia mwanasiasa akikwambia sasa hivi mchana toka nje hakikisha mchana kweli. Kwa mimi na tabia hizo uongo. Tunaona mwanasiasa uongo sana. Sawa. Yaani mbali na kwa sababu ningekuwa mwanasiasa. Nafasi udiwani, uwakilishi, mbona wakilishi vijana wako? Ubunge, zote hizo naweza. Na nikiangalia jinsi gani mashabiki wetu, yani wananchi wanavyostruggle, nafikiri ningeweza kutimiza. Sawa. Semaji, kama niseme ni nani ambaye kipa wa nchi yule, kipa wa nchi Ike Casillas. Ika Mawani. Unajua jana kama Mawani huko na huko. Juu na chini kama Lamine Yamal. Semaji mnabwembwe. Vitu vyetu hivyo. Nani ambaye amekuwa mfano bora sana kwako katika sekta ambayo unaifanyia kazi?
sekta ya usemaji. Nani ambaye amekuwa nikiigizwa ni wewe unamwangalia unasema jamaa mnakubali sana? Sekta ya usemaji watu wote nawaangalia, kila mmoja kwa nafasi yake. Kuna watu 4 ndio nawaangalia sana. Wa kwanza ni mkongwe kwenye hii tasnia, Tobias Kifaru. Tobias kabisa, na ujue toka hata walokuwepo sasa hivi wamemkuta. Kwa hiyo mimi nitakuwa ni mchoyo wa fadhila niseme kwa siangalie, naangalia wapi yeye yupo zamani, simwangalie yuko hivi, amenyooka vitu vingi, yuko systematic sana, anaongea usahihi, yuko kwenye usahihi zaidi, hana mbwembwe. Tobias Kifaru namwangalia kwenye usahihi. Lakini Haji Sande pia na kwa kile alichokifanya, of course bado ana nafasi kwenye mpira wa nchi yetu. Zakaria Sabiti Zakaria, Zaka za kazi, Azam FC, dictionary, kitabu kinachotembea. Moja watu ambao mmoja watu ambao mimi wananipa ushauri mkubwa sana ni Sabiti Zakaria, Zaka za kazi. Yani ni rahisi kwanza kumfikia, naweza kuzungumza chochote mnachozungumza na yani ukizungumza na Sabiti Zakaria yani akai, mimi sijui kwa watu wengine, mimi nikizungumza naye haje kama mimi msemaji wa Azam au mimi ni mkuu wa kitengo cha habari cha Azam anakaa katika place kwamba kaka, anachukulia kama kaka. Lakini hata ambao sasa hivi bila uwezo kusema, uwezo kwa muongo, Ahmed Ali na Ali Kamwe ndio ambao wameshika tasnia. Kwa hawa nao pia nawatizama kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Yani mimi sina mtu mmoja ninao unamtizama kwa kiwango kikubwa. Yani kwa hawa watu ambao nimekutajia wote nachukua kimoja naunganisha, nitengeneze legacy yangu, sababu na mimi nahitaji watu wanitizame baadaye waniweke katika level ambazo hizo. Na nashukuru jambo, siku moja kuna kakaangu mmoja anaitwa Omar Bula, mwandishi wa habari pale Mjini FM, aliwahi kuniweka kwenye list yake ya wasemaji 5 ambao wanafanya vizuri. Hapo nilikuwepo mimi, Sabiti Zakaria, Zaka za kazi, chuma hicho. Unaona kwamba Zakaria ni mtu gani, na watu wengine kina chukuchuku na watu wengine. Kwa hiyo wote wanatazama kutengeneza legacy yangu mwenyewe. Changamoto gani kubwa ambayo umekutana nayo katika kazi yako? Unajua hii sio timu ya mtaani, hii timu ya taasisi. As you know, timu za taasisi zilivyo, kuna sheria, alafu hii taasisi ya kijeshi, sheria nyingi sana. But mimi nina ethics kwa sababu I have bachelor degree, na shahada ya kwanza tayari. Ukimtoa mimi na shahada ya kwanza, kwa hiyo ethics najua, taasisi naangalia niko taasisi gani, kitu tunazingatia maadili, basi nataka na mimi kitu gani, wengine vyote tunaweka sawa. Kwa hiyo hivyo hicho ndio kitu tunachofanya. First changamoto zipo, unajua sometimes unaamua kujiweka katika fasira, kuna lazima usisahau kuna rules and regulation ambazo Semaji, nataka nikuulize kidogo maswali ya kwenye maisha. Kuna kitu ambacho nataka nipitishe kwenye experience ya kimaisha, na ni kwa nini watu wanasema mpira unauma kuliko mapenzi? Unajua Faridi au Wozu wa Tanga, mimi naweza nikaoa nikamwacha mwanamke wangu nikasema wewe mwanamke mwingine akizingua na inaacha anatafuta mwingine. Kwa sababu nipate kwa nini mtu ambaye iko sawa, au hata naweza kama nisipate yoyote nibaki zangu niwe chapa ilale. Niwe chapa ilale. Wapo si wapo chapa ilale? Mfano mimi simo. Nachukia tu chapa ilale. Lakini huwezi ukahama timu. Yaani uongo utajida watu waza kuamini, mwenyewe utajidanganya nafsi. Yaani useme bwana mimi nimehama Chelsea, nimehamia Manchester City. Si uongo, utapumzika tu. Iko moyoni. Yaani ni ngumu kuacha. Sasa semaji, kila kuna baadhi ya watu ambao mimi nimeuliza maswali ni changamoto gani ambazo walizikutana nazo wakati wanajitafuta. Kwa mfano, kuna mchezaji aliniambia yeye alishakosa nauli kwenda kwenye trial. Wako wewe kwenye tasnia yako, kuna changamoto yoyote kubwa ambayo ulikutana nayo wakati unajitafuta?
ya kimaisha sasa wasemaji. Changamoto zipo. Faridi nishafanya kazi miezi 6 mwanangu. Yaani unaenda unarudi, unaenda unarudi. Na kazi unapiga, kazi unapiga fresh. Miezi 6 yani wenyewe urambi chumvi. Urambi kitu. Kazi unafanya fresh yani ile nusu. Kazi fresh. Watu wanakuona, wanakutizama. Bwana mzee vipi? Mzee mchuzi sasa hivi yupo. Na sometimes mimi nashukuru familia yangu. Yaani katika kila moment imekuwa ni supportive sana. Hata moment hiyo anapitia moment kwamba miezi 6 nini? Yaani sikuwa na mawazo ya nashukuru. Miezi 6 sinusi lakini nafanya kazi kwa sababu ilikuwa iko moyoni kwenye damu. Kitu ambacho nakipenda na enjoy. Basi wakaje moment ya kuwa sasa hivi wataanza kualishwa. Kwa miezi 6 nilishafanya kazi sinusi kitu Faridi. Naenda naenda unafanya kazi na kazi inaonekana, watu wanakusifia, mabosi wakaona kijana kazi nzuri, lakini 100 unusu. Changamoto zipo, kila mmoja na changamoto zake. Kwa maana mimi familia yangu ndio kitu muhimu katika kila moment ambayo napitia. Hii medali nitakaa nayo kwa wiki moja. Kwa wiki moja. Baada hapo nitaifuata na kukabidhi babangu. Kwa sababu ndio mstari wa mbele sana ili kuhakikisha mimi nafikisha natimiza malengo yangu. Bwana, una shida gani? Basi tulia. Fanya kazi, mimi nipo. Mengine niachie mimi. Basi. Si una hicho kitu umekipenda? Kwa sababu mimi nyumbani sitachaguliwa. Ile soma kitu, nenda chuo, soma kitu unachokipenda. Nasoma kitu unachokipenda, sawa. Mwingine atakuja, wewe fanya. Sasa hivi si haya anakuja. Kwa hiyo na mimi narudisha safari zile. Takana wiki moja baadaye naenda kabisa bwana navuna bwana yako. Msemaji, mimi ni miongoni mwa watu ambao wanakufuatilia sana kwenye status zako. Kwa nini watu unasema nimekuta kuna watu wanasema wanataka kublock. Uchague kati ya block ama usipost. Mimi ni block. Block. Siwezi kuacha. Uwezi? Wacha block. Lakini kupost kama kawaida. Yaani mpaka nani hapo bado. Na kizungu yani kama nimewapiga ngunu, hizo napiga kichwani kwenye kichogo. Sasa ni kichogo tena sina unaua baba. Shida yangu asinuke tena. Shida yangu mimi wasinuke tena. Shida yangu asinuke tena. Marasta manuale. Msemaji, mimi ni kushukuru, lakini kabla ya kushukuru natamani uzungumze na mashabiki wa KMZ kwa hivi sasa ambao wanafuatilia timu. Of course mashabiki wetu tunawashukuru sana, tunawapongeza sana kwa kuwa na sisi kuanzia mwanzo wa msimu toka since KMZ Day mpaka leo. Na tumeanza nao, tumehitimisha nao. Wingi ule nyomi ile. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Naendelea na wasioendelea kuwa pamoja na sisi. Sisi tunawajali na mazuri yanakuja. Yaani mazuri mingi yanakuja kwao. Waendelee kuwa na sisi, wataendelea kufurahi. Semaji, kesho Jumapili na uliahidi Kishai mwenyewe kama unakumbuka. Upande wa kuchukua ubingwa Kishai ya Mtutu. Jajubi. Jisubiri usiku wa KMZ Day ndio tunauandaa. Kuna usiku. Sasa semaji feji yako aligandisha. Au ndio ukiniona mimi siri yako usinipe Faridi. Siri yako usinipe. Siri yako? Na usinipe. Dakika mbili yote naweza nikaiachia. Hata bosi anakuamini lakini. Sasa siri za bosi. Bosi uko mpaka nipa mimi siri, unajua hiyo siri ndo kaamua itoke. Ananitumia tu njia. Kwa nangu simu sisimi. Simu sisimi. Dawa. Kesho pilau lipo. Pilau kesho lipo, pilau na mabingwa. Baada hapo usiku wa KMZ unakuja. Jeni. Jeni kadi yake hivyo. Jeni na nyinyi, wewe Faridi na wengine bosi wa Tanga na wapiga picha wako na wafanya yani all staff, kwa sababu Jeni Kishai ndio amekuwa media partner wetu mkubwa sana. Na tutahakikisha tunawapa
tunawatambua mtakapokuja kwenye usiku huo. Sasa hapo niliposikia tutawapa kadi yako na kitu ambacho kitatoka huko. Sasa mkono tupu wa urambu. Mkono tupu wa urambu. Kwetu sisi mkono tupu wa urambu. Tutathamini hichi ambacho mmekifanya. Basi shukrani sana. Huyo ni afisa habari wa klabu ya KVZ, mabingwa hao ambao miaka 22 wamestruggle wao kuto kupata ubingwa. Leo wameweza kupata ubingwa wao vyema kabisa, na wanakwenda kuwakilisha Zanzibar katika michuano ya kimataifa. Tusubiri tu nini ambacho watakwenda kukifanya, lakini katika msimu ujao kipi ambacho watakwenda kukifanya. Hapa katikati kutakuwa kuna shangwe nyingi kuhusiana na sajili. Semaji sajili unataka au ndo tayari ushafunga? Faili nimeletewa mimi. Sasa sijaingia ofisini leo weekend. Jumatatu naliona rasmi. Mimi niko na wewe. Sasa hizo mwaka jana tulileta silaha. Safari hii tunaenda kuinua vinu vya nuclear kutoka kule Hormuz. Irani. Sijali wote hapo. Na kuna sajili za surprise. Yaani nchi inatikisika. Ndio bahari chafu siku hizi sana. Tutaiamuru bahari itikise Zanzibar kidogo. Yaani hapa uwanjani wewe umekaa kufaridi ujikute uende kula furudi hapa kwa sekunde. Unaitamani Faridi. Nitakupa yako. Nitakuletea yako. Fresh.